Josephine kwa taarifa hiyo. Kutoka Kisumu sasa tusanzuke hadi Bungoma, ambapo katika juhudi za kukomesha ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake nchini, jopo kazi maalum limezuru kaunti ya Bungoma leo likikusanya maoni kutoka kwa wakazi wanaohofia ongezeko la visa vinavyohusishwa na mila potofu, ndoa za mapema na ukosefu wa huduma za dharura kwa waathiriwa. Wanachama wa jopo hilo wakiongozwa na Kilimo Chebii wametaja utamaduni hasa wa tohara baina ya jamii za Luhya, ajira ya watoto na ndoa za mapema kuwa baadhi ya sababu kuu za ukatili wa kijinsia. Wazazi wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika kupambana na ukatili wa kijinsia, wakielezwa kuwa watoto wengi wa kike wamekuwa wakihusishwa na biashara ya uuzaji mitaani kando ya barabara kuu ya Kandui Malaba, hulka ambayo sasa imesababisha ongezeko la mimba za mapema na visa vya ubakaji. Wakazi wamelalamikia pakubwa ukosefu wa kituo cha kulinda waathiriwa ambao ni waathiriwa wa dhulma za kijinsia katika kaunti hiyo ya Bungoma. Wazee walienda wapi? Alikuwa mtoto wa... Kuna mambo ya child labor hapa, bado jawabu itarudi kwa wananchi wenyewe. Mambo ya child labor, watoto wanapatiwa kwenda kuuza hawking among the truck drivers. This hawking in the process, tunasikia tu msichana amepotea kwa barabara, kumbe ameshaingia kwa truck tayari. Watoto wanazaliwa yenye hawajui baba yao ni nani. So hiyo cases bado ziko hapa. Na ingine pia tumesikia kumbe kuna kitu inaitwa commercial alcohol. Commercial alcohol within our communities, watu wanapika kweli na wanauza. Lakini pia tunasikia wenye wanapenda kukua served kupatiwa hiyo pombe. Wanaume wanafurahia kama wasichana wadogo ndio wanaserve hiyo pombe hapo pale katika vindogo jituni. So hapo pia wenye anatengeneza hiyo commercial alcohol wanatafuta wasichana kuuzia ndio wapate wateja wengi. And in the process our girls end up being defiled. Kesi ya kwanza tunataka tufomiwe court ya femicide cases hapa Kenya. Pili, tulikuwa tunataka hapa Bungoma hatuna safe spaces, wamama wanapigwa na wana end up kuuliwa kwa sababu wengine hawezi rudi nyumbani, wengine ni widows walinyang'anywa land, lakini tukitafuta safe space ya kuwapeleka hatuna. Kuna wale victims wenye wapate haki. Kesi inaenda inafika paka kotini, inarudi, hakuna mtu hajapata haki. Kitu ya pili, hatuna safe space. Safe space yenye iko unapata kwamba iko Ndengelwa na hiyo inaoniwa. Na vuta ni kuvute